Serikali kupitia Rais Samia Suluhu Hassan imeweza kutoa ndege maalum kwa ajili ya kuwachukua wachezaji wa Taifa Stars, viongozi na benchi la ufundi walioweza kushiriki michuano ya AFCON na kuwarejesha jijini Dar es Salaam. Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema Daktari Samia ameweza kutoa ndege hiyo kama kielelezo cha kutambua heshima kubwa walioijengea taifa katika mashindano hayo makubwa barani Afrika kwa kutinga hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza licha ya kuondoshwa na wenyeji Morocco. Pamoja na hilo, Rais Samia ameandaa hafla ya chakula cha mchana itakayofanyika Januari 10 mwaka huu katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuwapongeza rasmi Taifa Stars pamoja na wanamichezo wengine waliofanya vizuri katika michezo mbalimbali. Rais anasema hataki vijana wake mashujaa walioitangaza nchi kwa kiwango kikubwa wakarejea nyumbani kwa shida, kwa vituo vingi vya njiani, waje moja kwa moja kutoka Rabat waje Dar es Salaam. Na ndege ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais, Dreamliner 787-8 itaondoka jijini Dar es Salaam kesho tarehe 6 mwezi Januari mwaka 2026 majira ya saa 9 alasiri na itafika Rabat Morocco saa 4 za usiku, na itaondoka kesho kutwa tarehe 7 mwezi Januari mwaka 2026 jijini Rabat Morocco kuja jijini Dar es Salaam majira ya saa 3 za asubuhi, na itafika Dar es Salaam kesho kutwa saa 2 usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Karibuni sana mashujaa wetu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais akasema kwamba pamoja na kwamba aliwasafirisha kwa ndege za abiria kutoka Dar es Salaam kwenda Rabat Morocco na wengine kutoka kwenye nchi mbalimbali wanakochezea timu zao za vilabu, lakini wakati wa kurejea anataka mrejee nyumbani kwa heshima zaidi, kwa sababu heshima kubwa mlioipatia nchi yetu, mnastahili pia kupata heshima kubwa. Tutawapokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere tarehe 7 majira ya saa 2 za usiku. Kana kwamba hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais ameona tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2026 awaandalie chakula cha mchana mashujaa wetu Taifa Stars katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo mkirejea tarehe 7 mtapumzika tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10 mtakuwa na Mheshimiwa Rais akiwapa sasa pongezi zake rasmi kwa kazi kubwa mlioifanya kule Morocco, lakini pia tutakuwa na wanamichezo wengine ambao wameletea heshima nchi yetu katika boxing, katika riadha, katika futsal, katika cricket, na wanamichezo wengine ambao wameleta heshima kubwa katika nchi yetu kwa viwango vya kimataifa. Tukitazama habari nyingine, rais wa TFF Wallace Karia ameweza kuzungumzia hatima ya kocha Miguel Gamondi ambaye ni kaimu kocha wa Taifa Stars. Anasema wakati tunakubaliana na Gamondi itakuwa rahisi sana mimi kumpa mkataba mrefu kama tukivuka hatua ya makundi, na tumeshavuka sasa. Inategemea kwa sababu mpaka jana alikuwa na ofa zaidi ya 6 za klabu na timu za taifa. Huyo hapa Wallace Karia. Hali ya kwamba kwenye mambo niliyoongea naye wakati tunakubaliana, nilimwambia mimi nitakuwa rahisi sana kumpa mkataba mrefu kama tukivuka group stage, na tushavuka. Sasa inategemea kwa sababu mpaka jana alikuwa na ofa zaidi ya 6 za klabu na timu za taifa. Sasa mimi sio namlipa mshahara. Sasa sijui vipi tutakapokwenda kuzungumza na serikali, tutaangalia jinsi gani kuhakikisha kwamba anabaki. Nadhani na wachezaji kuna programu nyingi tu ambazo jinsi ya kutengeneza timu mwalimu ndo atatengeneza, na akitengeneza ataleta kwetu. Lakini pia tayari kuna vitu vingi tumeshavitengeneza kuhakikisha kwamba angalau vitatusaidia, na tumeona kwamba vitatusaidia angalau tuweze kuwa na matayarisho makubwa. Tuna mwaka mzima bado wanaangalia, inawezekana tukacheza mwanzoni mwa mwaka 2027. Kwa hiyo kama tunacheza mwanzoni mwa mwaka 2027 tutakuwa, lakini tuna changamoto pia kubwa sana ya kuhusu kalenda ya ligi yetu. Kwa hiyo ndio maana nataka tukirudi tuhakikishe kwamba angalau kuna
kuna kalenda rafiki, na ndio maana kuna dirisha dogo sasa hivi tutaviomba vilabu, kwa sababu vinaruhusiwa kusajili wachezaji mpaka 40, wawe na wachezaji hao 40 ambao ni wachezaji wote wanaweza kucheza mechi zozote. Na kuelekea mchezo wao dhidi ya TRA United, kocha wa Yanga anasema licha ya ufinyu wa muda wamelazimika kufanya maandalizi ya nguvu kwa kuwa wanaitaka nusu fainali. Pedro pia amesema wanahitaji kuyatumia mashindano haya kujiweka sawa kwa ajili ya kumaliza vizuri msimu huu wa mashindano. Naye mchezaji Abubakar Nizar Othman Ninja ameahidi vitu vizuri akisema sisi wachezaji tuna kizuri tunataka kuwapa. No selected players for the players who played less or the players in the bench because it is a process to include everyone, so everyone need to be ready to give the best for the team. Tumejiandaa vyema kisaikolojia pamoja na kufuata maelekezo ya mwalimu. Tupo tayari kutekeleza mchezo wa kesho, na kama mimi mchezaji na natambulisha wachezaji wenzangu, tunaamini mazuri hapo na anakuja. Kwa washabiki wajitokeze tu kwa wengi ili kuweza kutusupport, kwani si yenyewe tuna kizuri tunataka kuwapa. Lakini kwa upande wa kocha msaidizi wa TRA United Kasim Otieno na mchezaji Adam wanasema wamejiandaa vizuri kiufundi, kimbinu, kiakili na kisaikolojia kuwakabili Yanga, na wanaamini swala la kupata ushindi inawezekana licha ya kupata sare katika mchezo uliopita. Nasema tuko tayari. Mechi kesho tumejiandaa vizuri sana kama timu, tumefanya zoezi vizuri. In terms of psychological preparation tuko sawa, tactically tumeprepare vizuri na tuko tayari sana kukabiliana na wapinzani wetu na kucheza vizuri ili tuweze kupata matokeo bora. Ninasema kwamba tutoka sare mechi ya kwanza ndio, lakini vile tumejiandaa kwenye mechi nyingine ni kubuild the confidence of the players, wajiamini ili wacheze vizuri na pia wacheze na instructions ndio tupate matokeo mema. Asante sana. Sisi tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Tunamuomba Mungu aweze kutuamsha salama wote, tuweze kufanya kile ambacho mwalimu wetu ametuelekeza kwenye uwanja wa mazoezi ili tuweze kufanya vizuri. Timu imeshinda, sisi tumetoa sare. Kutoa sare ni moja ya kati ya matokeo ya mchezo. Nadhani tukawa tumedraw mechi ya kwanza, lakini tukashinda mechi hii ikatupa pointi nyingi kuliko